Guys, tuko live. Tunahakikisha kwamba tumerejea, tuko live. Waletea tu picha za moja kwa moja kutoka eneo hili la Kandui, ambapo kwa sasa tuko katika live broadcast kutoka Kandui, kuwaletea tu picha za moja kwa moja kutoka katika mji huu wa Kandui, ambao kwa sasa umebakia mji wa kihistoria kabisa. Na unapoona kutoka katika upande huu ninakupea picha za moja kwa moja na picha safi, picha tunasema kwamba tuko live. Unapotoka Kandui ni taa za moja kwa moja ambazo zimetamalaki mji huu wa Kandui na kufanya mji huu kuwa mji salama kabisa, ambao unapea usalama wa kutosha kwa wanabiashara ambao kwa sasa hivi hawana taashishi wala kulegea katika biashara zao, na hivyo basi kufanya biashara katika mji huu wa Kandui kuendelea bila taashishi yoyote. Kumbuka tu anayekuletea matangazo haya na picha za moja kwa moja kutoka Kandui si mwingine bali ni mie wako Pastor Fabian Tome, ambaye nakuletea matangazo haya moja kwa moja live kupitia mtandao upendao wa Sana Ikilia Sana TV, Ikilia Sana live updates kutoka Kandui, Bungoma. Si mwingine bali ni mimi Fabian Tome, na kila wakati napenda kuombea dua njema kutoka kwa mteremezi kwamba Jalali Jalia wajalie tu katika shughuli zenu, msichoke. Ipo siku, na kama ipo siku basi endelea kufuatilia mtandao huu wa kijamii ambao unakuletea matangazo na matokeo ya moja kwa moja kutoka Kandui, Bungoma. Tuko live. Asante sana wale ambao wanatufuatilia moja kwa moja, na pia kupea kongole na kutupea sapoti kwa kazi ambayo tunaifanya kwa kujituma kwa la mvua na la jua, ili kuona kwamba tunakuletea picha za moja kwa moja kutoka katika mji huu wa Kandui, mji wa kihistoria, mji ambao umebeba historia kubwa, mji ambao umejulikana Kenya mzima na hata Mashariki ya Kati katika continental yetu ya Afrika. Ukiwa katika taifa jirani la Uganda, basi wakikutajia jina Kandui, bila shaka ni mji ambao umejulikana kuwa unapatikana katika taifa la Kenya, katika mkoa mzima wa Magharibi. Na unapokuwa katika taifa jirani la Tanzania, pia vile vile mji huu wa Kandui uko na historia yake. Takupea majina ambayo yamesifika, ila unapotaja jina Kandui, basi Kandui iko na historia yake tangu zama za kale, tangu zama za mababu zetu, na tumefika kwa sasa. Basi historia ya mji huu wa Kandui inabakia historia kubwa na ambayo haitajiki kuharibika ama haitajiki basi kwa lolote lile jina hili kupotea katika mji huu wa Kandui. Na hivyo basi nitapenda tu kuwapea picha za moja kwa moja tu kutoka katika maeneo haya ya Kandui, wale ambao wanatufuatilia moja kwa moja. Basi this is Ikilia Sana live updates tukiwa katika mji huu wa Kandui katika jimbo la Bungoma. Pengine ungependa kuona picha za moja kwa moja, pengine umeishi kwa umbali, hujaiona mji wa Kandui jinsi ulivyobadilishwa na jinsi ulivyo na neema na jinsi ulivyo katika muonekano mpya. Basi huu ndio mji tu wa Kandui katika jimbo hili la Bungoma, ambayo unakupea taa hizi ambazo zinameremeta na kumetameta midhili ya miale ya jua ama miale ya mbalamwezi wakati wa usiku. Basi nami bila kusita ama bila kumeza punje za mahindi, niko papa hapa tu kukuletea taarifa na picha za moja kwa moja kutoka katika ukumbi huu wa Kandui. Si mwingine bali ni mie wako Fabian Tome, na kila wakati mzee wenu anapenda kuwaombea dua njema tu kutoka kwa mteremezi, kwamba lolote unalofanya basi tia bidii,
kwa maana Jalali Jalia ndiye anayetujalia, ndiye mteremezi, ndiye mchaza vikamwe. Kwa lolote lile unalofanya, naye basi anabariki kulingana na bidii na juhudi zako, na iwapo pia utatia bidii za mchwa na kujikaza kisabuni, basi Jalali Jalia naye ni mwenye rehema, atakuneemeshea kwa lolote lile, kwa vyote vile vichache ambazo unajituma na kufanya kwa bidii, basi naye Mungu ataweza kuvibariki. This is Sana Ikilia Sana live updates kutoka Kandui. Tunakuletea picha za moja kwa moja, na chizi unavyoona ni wakati kama saa moja inaelekea saa 2. Barabara hii inapeana mwanga ambao umetapakanya Mbalamwezi kote janibuni na kufanya mji huu wa Kandui kuwa mji wa starajabu, kuwa mji wa baraka kwa wakazi hawa wa Kandui ambao wanajivunia kila kuchao, ambao wanamshukuru Mungu kwa mtamalaki kwa kuona mji huu unavyometameta, pia vile vile kwa mwangaza ambao unawapea usalama wao wanavyoendelea kufanya shughuli zao za kupata mapato katika maisha ya waja wengi wa kazi wa mji huu wa Bungoma. Basi ningependa tu kutembea katika barabara kuu hii ya dual carriage ambayo sasa hivi inakupeleka moja kwa moja katikati mwa mji wa jimbo la Bungoma. Iwapo ndio mara ya kwanza unatufuatilia katika kidude cha mtandao wa Facebook ama pengine TikTok, basi tuko live kukuletea tu picha za moja kwa moja kutoka katika barabara kuu hii ya dual carriage. Basi Waswahili wanasema kwamba siku njema huonekana asubuhi, nasi siku njema inapofika jioni, sisi tunajituma na kusema ya kwamba Jalali Jalia basi awe mteremezi kutujalia yetu nayo tafuta usiku na mchana, maadui washindwe, basi nao tuombea mazuri waendelee kubarikiwa. This is Sana Ikilia Sana live updates, tunapokuletea moja kwa moja kutoka Kandui, na hii ni barabara kuu ya dual carriage ambayo basi bila shaka tungependa kumpea tu maua ya shukrani kwa aliyekuwa gavana wa jimbo hili, gavana wa pili wa jimbo hili anajulikana kama Wycliffe Wangamati, na pia vile vile kwa taarifa tulizozipokea kwa siku 2 ama siku moja iliyopita, basi tunamwombea tu gavana wa pili wa jimbo hili la Bungoma, Mheshimiwa Wycliffe Wangamati, kwamba anapoendelea kuomboleza baba mzazi Wycliffe, baba mzazi Wangamati, basi tunamwombea kwamba Mola aweze kumpea nguvu ya kuweza kustahimili ambayo yako mbele yake. Tuko live katika barabara kuu hii ya dual carriage, tukuwaletea picha za moja kwa moja na pia video za moja kwa moja kutoka barabara kuu hii ya dual carriage, na unavyoendelea katika njia hii, ina maana kwamba taa hizi zinapeana mwanga dhabiti kabisa. Taa hizi zinapeana mwanga dhabiti kabisa kwa madereva na wale wakazi wa kukanyaga mguu kwa mguu kuelekea katikati ama kutoka katikati mwa mji wa jimbo la Bungoma. Tunakuletea tu live chizi barabara kuu hii ya dual carriage ilivyo. Kwa umbali naona mgahawa wa Elegant Hotel, kwa umbali naona mkahawa wa Elegant Hotel ambao pia umepinda katika upande wangu wa kulia mita chache tu kutoka katika mji wa Kandui. Naona mkahawa wa Elegant pale mita chache tu kutoka mji huu wa Kandui kuelekea katikati mwa mji wa jimbo la Bungoma. Na kulingana na historia barabara kuu hii ilikuwa barabara mbovu kabisa, lakini kulingana na ugatuzi basi tunaleta tu kongole kwa baba wa ugatuzi aliyekuja na historia ya ugatuzi na kuleta historia iliyobadilisha miji mbalimbali katika taifa hili la Kenya, na mji uliobadilishwa pia ikiwemo ni jimbo hili la Bungoma. Yule maua ya shukrani na maua ya ushindi basi inamwendea
hayati mzee Raila Amolo Odinga, aliyekuja na mswada tu wa kuweza kubadilisha na kufanya ugatuzi ukaweze kuingia katika majimbo, na hivyo basi kushuhudia maendeleo ya moja kwa moja katika miji mbalimbali katika taifa la Kenya. Huyu si mwingine bali ni mtangazaji wenu mnaye muhenzi Fabian Tome, naye waletea matangazo za moja kwa moja kutoka katika eneo hili la Kandui katika jimbo la Bungoma. Hii ni barabara kuu ya dual carriage ambayo kwa sasa hivi taa hizi unavyoona zinapomelemeta basi na kupeana mwanga thabiti kwa wakazi wa mji huu wa Bungoma, na pia vile kwa magari ambayo yanaingia na kutoka katika jimbo hili la Bungoma. Ni ishara tu kwamba ugatuzi umechukua mkondo mwema na kufanya mabadiliko ya haja kabisa katika taifa zima la Kenya. Pengine unatuona mara ya kwanza katika kidude cha mtandao wa Facebook, basi tuko live na sana ikilia sana, tunakuletea taarifa na picha za moja kwa moja kutoka katika mji huu wa Kandui. Si mwingine bali ni Fabian Tome anayekuletea live updates tu kutoka katika barabara kuu hii ya dual carriage katika mji huu wa Bungoma. Pia tungependa kuwashukuru tu wale Franco Kapura, thank you bro. Apostle Mshua Wakuha, thank you for following. Tunapenda tu kuwashukuru wale ambao wanatutia moyo, ambao wanafanya tunajikaza kisabuni, ambao wanafanya tunatia bidii ya mchwa. Napenda kuwashukuru Apostle Mshiwa kwa maombi ya dhati, kwa shukurani, kwa kukutia tu moyo, kwa kututia tu moyo wa kuweza kuendelea na shughuli pevu hii ya kuwapeeni nyinyi live updates chinzi mambo yalivyo ya moja kwa moja kutoka katika mji huu wa Kandui. Na hivyo basi mnapotupea maua ya ushindi, nasi tunajituma ili kuona kwamba tunawapea kazi iliyokaguliwa, kazi iliyochambuliwa, kazi iliyonong'onewa na kuongelelewa na wengi, bali sisi tunajitokeza tu ili kuona kwamba tunafanya tofauti na chinzi. Kwa wale waliozoea kufanya chinzi wanavyofanya, sisi tunafanya tu tofauti na wengine. Basi tuko live Kandui. Nashukuru EPRA na viongozi wa EPRA basi kukaa chini na kusikizana kwamba kutakuwa na maongelezi, angalau swala na jawabu likapatikana, angalau shida na wasiwasi mangamu ya mafuta kuwa serikali itaweza kushughulikia, na usafiri wa magari ya umma kurejelea kazini kama tulivyozoea. Tuko live katika mji huu wa Kandui kuwaletea tu live chinzi mambo yalivyo, na pia anamshukuru Evangelist Carodan kutoka Cheptais ambaye anasema kwamba kijana wangu unafanya kazi nzuri, kijana wangu unafanya kazi pevu, kijana wangu unafanya kazi ya kujituma. Na hivyo basi mama, mimi nashukuru tu kwa maombi yako. Unasema Mount Elgon unatupata vyema na njia taratibu kwa sana. Nami mama, sina lolote la kukupea, bali shukrani zako na maombi yako yatafanya mimi nitang'aa, nyota hii itang'aa na kuangaza katika taifa la Kenya na pia nje ya taifa la Kenya. Mama, nashukuru kwa maombi yako. Apostle Mshua pia vile asante baba kukunilea na kuniombea. Ndugu yangu, maisha ni safari, nasi tuko katika safari tu ya kuona kwamba Jalali angalau atie mkono, atupee baraka za hapa na pale, ili pia nazi tuweze kubobea katika nyanja hii ya utangazaji, hata nasi pia tuweze kutambulika huko nje.
Kando na hayo, sisi tuko live katika barabara kuu hii ya Dual Carriage. Liwe liwalo, usiku na mchana, inyeshe wala mvua inyeshe, usiku na mchana, sisi tuko tu hapa kukupea picha za moja kwa moja kutoka katika barabara kuu hii ya Dual Carriage. Na pia vile vile tunawashukuru wale ambao wanaendelea kututia moyo na kutuombea. Angalau maombi yenu yanaweza kututia moyo ili tukaweze kufanya kazi nyepesi, tuweze kufanya kazi pevu katika mji huu wa Kandui. Tunawapea tu picha za moja kwa moja jinsi nilivyowaambia. Mji huu wa Kandui ni mji wa kihistoria. Unapotoka katika mji wa Nairobi basi na kuelekea taifa jirani la Uganda, hapa ndipo kituo utakapopumzikia angalau na kupata kopo la maji ili kwa kuweza kuendelea na safari yako. Nami sita ila niko hapa tu kuwapea picha za moja kwa moja na pia kuangazieni vile mji wa Kandui ulivyobadilishwa. Na taa hizi basi zinawahakikishia tu wakazi wa mji wa Kandui kwamba wako salama kabisa wanapofanya biashara yao. Utapata taa hizi zitakupea mwanga taratibu na kukuelekeza hadi katikati mwa mji wa Bungoma. Tunawashukuru wale Florence Anjiwa. Nakumbuka dada huyu Florence Anjiwa alipeana historia kabisa katika mji wa Bungoma aliposhikilia muti kwa masaa 74 basi na kuandikisha historia, kuweka jimbo hili la Bungoma kati ya majimbo ya wale watu ambao walikumbatia miti. Florence Anjiwa alikuwa ni msichana moja kati ya wale ambao waliweka jimbo hili la Bungoma katika bendera ya kitaifa. Akasema ya kwamba liwe liwalo, pia nami mtaweza kuweka jimbo hili la Bungoma katika historia, na hivyo basi akakumbatia muti chini ya masaa 74. Florence Anjiwa, nakushukuru sana dadangu kwa kupeana picha kamili na kuweka jimbo hili la Bungoma katika kati ya majimbo yaliyoingia katika kitabu cha historia kwa wale ambao waliokumbatia muti kwa masaa 47. Basi na washukuru tu wale ambao wanatufuatilia, tuko live. Pengine ungependa kuona picha za moja kwa moja kutoka katika mkahawa huu wa Jadilika Bungoma, basi hapo ndipo Jadilika Bungoma, kupea picha za moja kwa moja kutoka katika mkahawa huu. Pia vile vile ni mkahawa ambao unapeana sura dhabiti na sura njema katika mji huu wa Kandui. Na mimi basi niko tu hapa kukupea picha za moja kwa moja, angalau uone chinzi mambo yalivyobadilika katika sura mpya ya mji huu wa Kandui. This is Sana Ikilia Sana live, na tunakupea picha za moja kwa moja tu, angalau wewe uliye ng'ambo, wewe uliye Nairobi, wewe uliye Mombasa, basi ukaweze kupata picha za moja kwa moja tu kutoka katika mji huu wa Kandui. Napenda pia vile vile kuwapa shukrani tu wale ambao wanatufuatilia live katika kidude cha mtandao wa Facebook. Basi unaweza nakili komendi yako pale kwa kutupea shukrani, na pia vile vile kututia tu moyo kwa kazi hii. Najua si rahisi, ila kwa maombi yenu neema za Mungu, baraka za Mungu zinatembea nasi na kututia moyo ya kuweza kuendelea na kazi pevu hii ambayo inastahili ujasiri, kazi pevu hii ambayo inastahili kujituma na kujinyima vyote ili kupeana sauti hii kuwafikia wakazi wa mji huu wa Kandui. Tuko live. Nashukuru wale ambao wanatuombea moja kwa moja tu kutupea neema za Mungu, baraka ndogo ndogo hizo ndio tunafanya kazi hii kwa upevu na kukuwa na ujasiri, kuwa na pumzi ya kutoa maneno ya kutoa nyoka pangoni. Tuko tu live baba, na kusalimia. Tuko tu live ili kukupea taarifa kamili na pia picha za moja kwa moja kutoka katika mji huu wa Kandui. Chizi unavyoona ni magari ambayo yanatoka na kuingia katikati mwa mji wa Bungoma, na unavyoona taa hizi zinahakikisha usalama
na taa hizi zinapea wakazi hakikisho kwamba usalama ni dhabiti. Wizi uliokuwa umezoea katika maeneo haya basi ulitokomea katika na kuzikwa katika kaburi la Sau, kulingana na taa tu hizi za serikali ya jimbo la Bungoma ambayo ilihakikisha kwamba eneo hili la Kandui linabakia salama, kuwa salama kabisa. Hii ni Sana Ikilia Sana live. This is Sana Ikilia Sana live. Tunakupea picha za moja kwa moja tu kutoka katika mji huu wa Kandui. Namuona my crush. Niaje baby? Natoka hustle. Thanks maze. Si tutaongea. Asante. So nakupea tu picha za moja kwa moja live kutoka katika mji huu wa Kandui, na unavyoona na wapea picha za moja kwa moja kutoka katika mji huu wa Kandui. Mji huu wa Kandui tuko live, na unaona vile mji huu umeng'arishwa na kubakia salama. Pia vile ningependa kupeana tu shukrani zangu kwa mbunge wa eneo bunge hili la Kandui, Mheshimiwa Wakili John Makali, kwamba mji wa Kandui sasa uko salama na dhabiti. Kwa taa hizi zinahakikishia usalama tu kwa kazi wa mji huu wa Kandui, kwamba hii ni kazi safi. Pia vile gavana wa jimbo la Bungoma Kenneth Makelo Lusaka, hizi ndizo picha za moja kwa moja zinazoonyesha jinsi mji huu wa Kandui ulivyo meta wakati huu wa usiku. Takriban inaelekea saa 2 usiku. Imesalia dakika moja kufika saa 2 masaa za Afrika Mashariki. Nami nimekita kambi katika maeneo haya ya mji wa Kandui, liwe liwalo, linyeshe, usiku mchana, kuwapea picha za moja kwa moja tu kutoka katika mji huu wa Kandui. Hivyo basi, iwapo unafuatilia mtandao huu kwa mara ya kwanza, unaweza bonyeza kidude, uniambie unatupata kwa njia gani, uniambie uko wapi. Picha hizi za moja kwa moja zinakupata ukiwa wapi, ukiwa Mombasa, ukiwa Nairobi, ama pengine uko ng'ambo. Unaweza kutuchangia na kutuombea mazuri tu, kwamba kila wakati napenda kuwaombea dua njema tu kutoka kwa mteremezi, kwamba Jalali Jalia anaponijalia mimi afya njema, pia nanya wakumbuke na kuwapeana dua njema kutoka kwa mteremezi tu, kwamba Jalali Jalia aweze kuwajalia shughuli zenu, msichoke, ipo siku Teremezi anayejalia baraka ndogo ndogo na baraka kubwa kubwa, basi nanyi akaweze kuwajalia wale ambao wanaoniombea dua njema ya kuweza kufanya shughuli pevu hii katika mji huu wa Kandui. Hivyo basi, pengine unashangaa sauti inayokujia moja kwa moja ni sauti ya nani? Basi ni mie Fabian Tome ninayekuletea taarifa na picha za moja kwa moja, ikiwa ni Ikilia Sana live updates katika mji huu wa Kandui. Tunakuletea picha za moja kwa moja tu. Iwapo unatupata mara ya kwanza ama unajiunga nasi kwa mara ya kwanza, this is Ikilia Sana live updates. Tuko Kandui waletea tu picha za moja kwa moja kutoka Kandui, barabara kuu hii ya Dual Carriage ambayo inatoka katika mji wa Kandui na kuelekea katikati mwa mji wa jimbo la Bungoma. Basi tuko live tu waletea picha za moja kwa moja kutoka barabara kuu hii, na hivyo basi wale pengine unatupata kwa mara ya kwanza, this is Sana Ikilia Sana live updates, ambao tuko hapo kuhakikisha ya kwamba yule ambaye unashangaa Kandui imekalia vipi, Kandui inaonekana vipi, huu ndio muonekano wa kwanza
na niko na mwenzangu hapa ambaye amebobea katika nyanja hii ya utangazaji. Si mwingine ninapoongelelea huyo, naongelelea shujaa mwingine ambaye mnamjua katika uwanja huu wa wanahabari, Sami Media Production, ambaye kwa dakika chache tu ambazo zinakuja mtamuona mwenyewe akijaajaa katika picha zetu hizi, nikiwa katika maeneo haya ya Kandui. Sam, unaweza salimia watu? This is Sam Media Production Bungoma. Nini pilika hapa. Asante sana watazamaji. Hapa tuko Kandui kuona kazi gani inafanyika Kandui wakati wa jioni. Yes. Mwenyewe naitwa Sam Media Production na tuko na Sana Ikilia Sana TV. Mara mingi tumekuwa tunatembea na pekua hapa na pale kuona mambo ya street ikoje, na tunaona biashara gani inafanyika. Nataka kujua ni biashara gani inafanyika Kandui, na kama ni ya kuuza mboga, nyanya zimepanda bei, kitunguu imepanda bei, na ikifika jioni soko ya Kandui ukuaji wa soko unaendelea kukua ama bado uko pale pale chini, kwa sababu tunasikia watu wanasema uchumi uko chini. Na sisi pia tunataka tujishuhudie na macho yetu, tutazame tuone katika hali ya biashara ikoje, bodaboda ikoje, uchumi wa mafuta imepanda, lakini nataka tuone ya kwamba maji, pengine kuna watu wana ukosefu wa maji, drainage zikoje hapa Kandui ikifika wakati usiku. Yes. Lighting zikoje. Yes. Haya, biashara kama pengine mboga, machunga. Haya, kuna biashara 1 2 3 hawa wasichana wetu warembo hapa Kandui na wale watu wa matrela wanafanya biashara yao wakati gani na wana benefit aje. Kuna vile pia madara wanapata kupitia kwa watu wa matrela. Kuna madara wamepata pengine kupitia kwa hii mambo ya mafuta kupanda bei, ama pengine kuna kitu pia hao wamefurahia pengine mafuta kupanda bei. Na pengine pia kuna wauzaji mboga pia wanasema mafuta vile imepanda bei, pengine unaweza kusema kwamba mboga ni bei gani, na pengine tuseme tunarudia tena huku tukisema pengine mshuhudio hiyo mambo ya mgomo Mount Elgon kumekuwa aje, pengine barabara leo mchana kulikuwa imefungana, wameifunga, ama tulikuwa na roadblock mahali pote, ama walikuwa wanasumbuliwa na polisi au watu wa tukutuku pia pengine kama walikuwa wanasumbuliwa na polisi ama hawakuwa wanasumbuliwa na polisi. Yes. Na pia bodaboda, waendeshaji pikipiki pia nao wamepitia changamoto gani, wako sawa ama pia. Alafu pia kuna pikipiki zinatumia stima na kuna pikipiki pia zinatumia mafuta, na pia tunataka tujue ya kwamba pengine changamoto ya wale watu wanatumia pikipiki za mafuta. Yes. Na changamoto ya pikipiki ya kutumia stima, na pia pengine hii Bungoma wanataka ikaaje wakati wa jioni, ikifika jioni. Yes. Ndio biashara imarike, biashara ikuwe salama yao, kwa sababu mara mingi pengine tumeona soko imejengwa hapa, ukiangalia kuna biashara lakini kama Kandui inakaa ndogo sana. Yes. Sasa pengine hiyo katika msongamano wa hapa na pale, kama pengine kuna watu pengine washikadau, county government ya Bungoma, national government, wanasiasa hapa na pale, wafanye biashara wenyewe, kama kuna muundo mbinu pengine ambao wanaweza kutumia wanatumia kupata ya kwamba hii soko ya Kandui ikifika jioni na grow, kwa sababu tunaona kwamba ikifika jioni hapa Kandui biashara inafanyika vizuri, unafikiria ni mchana. Na hapo ukiona watu wanatembea pale, ukiona hapo utaona kila mtu ako na shughuli zake. Kila mtu ako pilika. Na unafikiria kila mtu, hakuna mtu unaona amesimama. Wenye unaona tu kila mtu anafikiria afanye nini. Shughuli pevu. Yaani shughuli pevu, wenye nabeba mizigo wanabeba. Yes. Wenye yaani kila mtu unaona magari yakitembea katikati ya Kandui anaenda kwa kasi sana. Na pengine tu maybe some pengine hii swala la biashara linaendelea kwa sababu ya kuimarika kwa usalama, na pia kulingana na taa hizi ambazo ziliwekwa na serikali ya jimbo la Bungoma, angalau iliweza kubadilisha sura ya mji huu wa Kandui. Hiyo kusema kweli taa pia zimesaidia, na pia usalama umesaidia, kwa sababu nakumbuka miaka kule nyuma ningekuwa saa hizi ungeona polisi wanapurushana na wanakimbizana na vijana, wanasema late hours, wanashikwa wanawekwa ndani. Pengine mama anatoka kuuza mboga, unasikia anashikwa, mtu ametoka huko anashikwa. Lakini naona saa hizi usalama, naona ni kama uko sawa, umeimarika, kwa sababu naona kitu cha kwanza watu wanafanya biashara, watu wanatembea bila wasiwasi. Na kitu kingine naona pengine
kwa hapa Kandui pengine biashara iimarike, wajaribu pengine county government ijaribu upanue soko. Yes. Ipange watu kulingana, kama ni wamboga wanapatikana mahali hapa, wale wa M-Pesa wanapatikana hapa, butchery kama matauni zingine vile tunaona. Soko zingine zenye zimeendelea, ukiingia kwa street fulani unajua pengine hii street ni ya kuuza tu mboga. Yes. Hii hapa unatembea hapo unapata nyanya. Yes. Unatembea hapo unapata ni pikipiki. Yes. Na pengine pikipiki unajua hizi za kwenda Malaba, hizi za kwenda Webuye, hizi za kwenda pengine Chwele, hizi za kwenda Kimaeti. Hivyo ndo pengine naona kama hii soko ya Kandui kipangwa kulingana na utaratibu mzuri, hii soko naona ni kama inaimarika, ni soko inastawi, ni soko inakuwa kwa kasi sana, biashara inakuwa kwa kasi sana. Na ukiangalia kama saa hizi karibu saa 2:30, lakini unaona ni kama unafikiria ndio sasa soko imefunguliwa. Yeah. Kwa sababu unaona kila mtu mama wamekaa pilika na shughuli mbalimbali. Kuna mtu ananua mahindi hapa, wanachukua waru, unaona wanachukua nyama, yani karibu kila mtu unamwona, hakuna mtu unaona amekaa bure. Huyo basi ni Sam2 Media Production Bungoma, ambaye anatupea taswira chinzi mji wa Bungoma angalau unastahili uwe, na pia mambo moja kwa moja yaweze kubadilishwa ili mji huu basi ufikie kiwango kati ya miji ambayo inatilia biashara kwa mkazo sana katika taifa hili la Kenya. Tutarejea tena live kwa muda mchache tu ili kuweza kuangazia masuala mbalimbali katika mji huu wa Bungoma. Basi mji huu wa Kandui, basi usikae mbali na kidude, na katika mtandao wetu wa Facebook na TikTok ikilia sana live update, tutakapokuwa tunakuletea matangazo ya moja kwa moja kutoka katika mji huu wa Kandui. Simu yangu imeisha moto. Simu iliisha moto. Ni zamu